Awali ya yote nitangulie kumpongeza na kumshukuru Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji mkubwa ambaye ameufanya katika sekta hii ya elimu, sayansi na teknolojia tangu alipoingia madarakani mwezi Machi mwaka 2021. Lakini pia nikupongeze wewe Profesa Mkenda pamoja na naibu waziri wako Mheshimiwa Kipanga kwa kazi kubwa mnayofanya ya kusimamia miradi yote, lakini pia kusimamia mageuzi makubwa ambayo yamefanyika katika wizara hii ya elimu. Kwa kweli mmefanya kazi kubwa, mmefanya mapinduzi makubwa katika sekta hii ya elimu. Miundombinu mingi tumeona imeboreshwa kwa kushirikiana na wizara rafiki au iliyo jirani na nyinyi ya TAMISEMI. Tumeona shule nyingi zimejengwa, madarasa, vyuo vya kati vimejengwa vingi ikiwemo vyuo vya VETA, na sisi wana Kilwa kwa kweli tunashukuru kwa sababu ni miongoni mwa maeneo ambayo yamenufaika. Katika wilaya ya Kilwa kuna shule 5 ambazo zilikuwa shule shikizi kutokana na uwekezaji mkubwa ambao umefanyika katika shule zetu za Namandugutungu, Kitope, Mberenje pamoja na Masaninga. Sasa zimegeuka kuwa shule kamili za msingi na zimesajiliwa, sasa zinatoa elimu ya msingi. Tunashukuru. Lakini pia kwenye miradi ya SEQUIP mmeisimamia vizuri kwa kushirikiana na TAMISEMI kiasi kwamba tumeweza kujengewa shule 5 katika wilaya ya Kilwa. Kuna shule ya sekondari ya Ngome, Mavuji, Somanga na Mandungutungu, na sasa tuko katika hatua za umaliziaji katika shule ya msingi ya sekondari ya MT Kimwaga. Lakini tunayo shule ya amali katika kata ya Lihimaliao katika kijiji cha Kisongo. Iko katika hatua ya awali ya utekelezaji wa ule mradi, na kwa ujumla SEQUIP plus mradi huu wa shule ya amali tayari tumeshaletewa zaidi ya bilioni 3. Kwa yote hayo yanatufanya tuishukuru sana serikali yetu ya awamu ya 6 kwa kazi kubwa ambayo imefanya. Lakini tumejengewa shule kamili kule Kinywanyi. Baada ya kuwa shule yetu iko katika hali mbaya, serikali ililiona hilo tulipowasilisha hoja yetu kwenu, na ile shule imeshakamilika na sasa inafundisha wanafunzi zaidi ya 300 pale. Shule yenye equipments zote. Lakini pia niseme tuna chuo cha VETA. Sisi ni miongoni mwa wanufaika wa vyuo 64 vya VETA vinavyojengwa hapa nchini. Progress yake ni nzuri na kinaendelea kujengwa. Ni matumaini yetu katika msimu ujao wa masomo basi kitaanza kudaili wanafunzi kwa ajili ya masomo ya ufundi stadi. Lakini tunashukuru branches ya chuo kikuu cha Dar es Salaam inajengwa pale Lindi mjini. Ni matumaini yetu ndani ya muda mfupi ujao kitakamilika na tutaweza kupata manufaa ya kuwepo katika chuo kile cha kwanza, chuo kikuu cha kwanza katika mkoa wetu wa Lindi. Lakini tunawapongeza mtaala mlivyoubadilisha, unakwenda na wakati. Lakini nilikuwa na mambo yafuatayo ambayo nilifikiri nikishauri serikali basi yataweza kusaidia kuboresha zaidi sekta yetu ya elimu. Kwanza nilikuwa napenda muendelee kuangalia namna ambavyo tutaboresha hii mitaala ili iwe bora zaidi na iendane na wakati, na sio tu kwa elimu ya msingi na sekondari, basi pia tuangalie hata kule kwenye elimu zetu za vyuo vya kati na vyuo vikuu. Nasema hivi kwa sababu kuna mambo ambayo yanahitaji, kwa mfano teknolojia na kadhalika, na teknolojia inabadilika kila siku, yanahitaji kufundishwa katika hivyo vyuo. Lakini kuna swala la ajira. Mheshimiwa Mwenyekiti, kumekuwa na utitiri kila siku wa kuanzisha kozi mpya katika vyuo vyetu vikuu, na baadhi ya kozi ambazo zinaanzishwa zinaonekana hazina tija kwenye soko la ajira. Vijana wengi wamekuwa wakihitimu, lakini mwisho wa siku wanaishia mtaani. Ajira za kujiajiri hazipatikani, ajira za kuajiriwa na serikali au taasisi binafsi hazipatikani kutokana na nature ya zile kozi. Kwa nilifikiri hapa serikali ijaribu kuona kama inaweza ikaunda tume ya kuchunguza hizi kozi zisiwe zinaundwa tu na vyuo bila kuzingatia mamlaka ya kiserikali na soko la ajira.
hii tume ishirikiane na waajiri katika kubaini taaluma nzuri au kozi nzuri zinazoweza kutolewa ambazo zinaendana na ajira kulingana na mazingira tulionayo. Lakini pili, nilikuwa naomba vyuo vyetu vya VETA uwekezaji uendelee, ili yale matunda tulikuwa tunakusudia ya vijana wetu kuweza kupata elimu ya ufundi stadi ikiwemo katika wilaya yetu ya Kilwa pale njia 4, basi viweze kuanza kazi mapema, lakini viwe na ubora unaotakiwa, kwa sababu tuko katika awamu ya kwanza ya ujenzi wa vile vyuo. Hapa katikati vilisimama, basi serikali iongeze msisitizo wa kupeleka fedha ili kiwezekana msimu ujao wa masomo kozi zianze kutolewa na zitolewe katika ubora, na yale majengo ya hatua ya awali ambayo yanagharimu shilingi bilioni 3.8 yaweze kukamilika na nchi nzima kwa kweli tuweze kukombolewa katika ile eneo na kuweza vijana wetu kupata taaluma hizo za ufundi stadi. Lakini nilikuwa naomba pia tuweze kuona ajira zetu ambazo serikali kwa miaka mfululizo imekuwa ikitoa ajira, na hivi karibuni ilitangaza ajira 14,000, zitolewe ajira, ziendelee kutolewa. Lakini katika eneo hili kwa sababu tuna malaki hapa, Mheshimiwa Mtanda, Mheshimiwa Amina Mtanda alitoa takwimu za wilaya yake tu peke yake. Nilikuwa na hesabu hapa, ana upungufu wa walimu wasiopungua 400. Kilwa tuna upungufu wa walimu wasiopungua 500. Kuna shule zingine unakuta mwalimu ni mmoja, anaweza kama mwalimu wa arts au wa sayansi. Sasa masomo mengine yale ya michepuo mingine sio yanafundishwaje? Kwa hiyo nilikuwa nafikiri katika eneo hili tuangalie vile vile ukubwa wa tatizo ili tuone ni lini tutamaliza hii changamoto, kwa sababu shule zimefunguliwa nyingi za msingi maradufu, lakini pia zimefunguliwa shule za sekondari nyingi, vyuo vya kati vingi, vyuo vikuu vingi, lakini kasi ya ajira haiendani na idadi ya ongezeko la wanafunzi sambamba na shule. Kwa hiyo nilikuwa naomba eneo hili liangaliwe, walimu waendelee kuajiriwa, lakini pia tuangalie maslahi ya walimu pamoja na wadhibiti ubora. Nashukuru serikali kwa wadhibiti ubora, ilisikia kilio ambacho mimi na baadhi ya wabunge tulizungumza kwa miaka 3 mfululizo. Wameweza kupewa ile posho ya madaraka, wameanza kupewa, lakini imetolewa kwa ubaguzi hivi. Wanataka lazima uwe na sifa ya masters ya education, lakini tayari wameshapewa vyeo vile vya kuwa wadhibiti ubora wa wilaya, wa mikoa. Mimi nilifikiri kriteria iwe cheo alichotunukiwa. Kama ameshatunukiwa cheo, anastahili kupewa haki zake zote. Kwa na wale walimu, basi tuangalie nyumba, tuangalie mazingira ya shule. Tumefungua shule mpya, zina vyoo vya kisasa, zina madarasa ya kisasa, lakini unakuta kuna baadhi ya maeneo hakuna maji, huduma ya maji haipo. Tupeleke huduma kama hizo, tupeleke huduma kama za umeme, ili hata wale wanafunzi ambao wanafundishwa tehama waweze kujifunza kweli. Isiwe tu tehama imeandikwa kwenye theory na kwenye mitaala yetu, lakini practically haifanyiki. Kwa baada ya kusema nasema naunga mkono hoja. Asante sana, nashukuru sana. Asante sana.